Yes, karibu tena mashabiki wa Media Goma TV kwa muda wetu habari huyu, muda wetu wa jioni wa leo. Kumbuka leo ni tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Mashabiki zangu mahali popote muko, tunawakaribisha tena ndani ya media, tunawakaribisha ndani ya mpango ama katika habari zetu za jioni ya leo. Tuna mengi ya kuwatangazia mashabiki zangu na inabidi uendelee kuungana na sisi ili tayari muendelee kujua habari tunaendelea kuwatangazia, na ni habari mengi zaidi. Lakini katika habari leo tuko na habari mengi ya kuambia, na tuna habari mengi ya kueleza kupitia mchana wa leo tarehe 15 tarehe 14 kukamata tarehe 12, ni nini inavyoendelea katika ndani ya Jamhuri Mashariki ya Kongo kwa sasa. Leo habari zangu niko nazo ni mambo mengi kupitia mpango ama kupitia harakati lenye vita linaloonekana katika ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo katika uwanja wenye mapigano. Na katika muda huyu leo nimekuletea ili tangazo na kuwapasha habari hizi tayari kujua ili chemchembu ama katika sehemu tayari unajua sisi Media Goma TV ni sehemu tunawaletea habari lenye uhakika, habari lenye kukamilika. Hakuna televisheni nyingine inawaletea habari yenye uaminifu. Kumbuka ni sisi wenyewe peke yao tunakuletea habari lenye kukamilika kwa sasa. Mashabiki zangu, kabla nizungumze mengi, acha kwanza tusalimie mashabiki toka ndani mashariki, mashabiki zangu kutokea USA, Canada, Australia, Amerika na kutokea ndani ya Norvege. Nyinyi wote tunawakaribisha tena kwa natusikiliza ndani ya Media Goma TV kwa sasa. Hili muda huyu ndani ya kipindi hiki nakuja kukuletea habari mengine kutokea ndani ya sekta ya Lubumbashi, Manyema, Kindu na kutokea upande wa Nord Kivu na upande wa Sud Kivu. Na sasa mashabiki zangu na wakubali zaidi kuwa pamoja na mimi, na ninashukuru zaidi kwa wale tayari wameshaungana na sisi, wamesha kusupport Media Goma TV, mmetusapoti kabisa, na naomba Mungu aendelee kuwa pamoja na nyinyi, na ninashukuru zaidi mashabiki waendelee kuwa pamoja na mimi kwa kusafiri na kwa kutembea kwangu. Mungu aendelee kuwa pamoja na nyinyi, kwa sababu leo kuna mahali nimetembelea sana, na hata habari zangu za saa 10 mmeziona, nilikuwa nikisafiri mahali tofauti, lakini nimerudi mkiona tayari hamjaniona kwenye dikota yangu, kwa sababu leo nilitoka huko nimetembelea katika sehemu nyingine kwa sababu ya kutembea kuangalia area nyingine kunaendelea vipi. Na kwa sasa leo habari tuko nayo mashabiki zangu ni habari mengi zaidi. Nitakuja kuwaletea habari yenye inayopatikana katika ndani wa mji wa Goma, ndani ya kumbuka Goma walipokea wanajeshi watatu wa FARDC, jeshi la M23. Kumbuka MONUSCO ilileta wanajeshi watatu, wale wamekuja katika mambo ya maelewano ama mambo ya umoja katika ndani wa mji wa Goma. Lakini na lingine kitu moja watu wangu hamjui, kwa sababu hii inaweza kuonekana kwa sababu gani viongozi hawa, kwa sababu wanajeshi waliingia Goma kabisa. Baadaye jeshi watatu waliingia Goma wa FARDC, lakini katika habari mengine itakuja kuwapeleka. Kumbuka rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi kuna siku alikuwa akitangaza kusema itabidi atembee mji wa Beni na katika eneo ya Ituri kwa sababu ya kuangalia ugonjwa huyu wa kipindupindu wa Ebola. Na katika habari niko nayo inaitwa breaking news nimekuletea kwa sasa. Kwa sasa rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo hakuna yote alishatangaza hii habari kwa sababu wengi hawajui, lakini kupitia sisi media, sisi ni habari, sisi ni watu tunapata habari, ni sisi tunakuwa sehemu yenye habari ya ukweli. Sasa habari nimekuletea kwa sasa, rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi hayuko Kinshasa, aliondoka Kinshasa. Kwa sasa habari niko nayo ameelekea Nord Kivu. Kumbuka Nord Kivu eneo rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi alienda ni sehemu kumezingatiwa na wahasi wa M23, na katika eneo alielekea ni upande tayari wa Ituri na eneo ya Beni. Kwa sasa hili taarifa nimekuletea inaitwa breaking news. Kwa sasa rais Felix Tshisekedi aliona ugonjwa wa kipindupindu. Serikali ya Amerika ilimsumbua sana kumwambia kwa sababu gani ugonjwa huyu wa kipindupindu umeendelea kuzingatia eneo unaendelea kuongoza. Jeshi la M23 ugonjwa wa kipindupindu ilifika kwao wakadhibitisha mara moja ugonjwa huyu usiendelee kuzingatia eneo tofauti. Na kwa sasa hii ni kitu ilisumbua rais wa nchi kuona tayari ugonjwa ni kwa nini, na ilibidi kwanza hatembee huko aende kuangalia kwa kweli hizo ugonjwa wanaongea ziko aje, kwa sababu hajui hizo ugonjwa. Na kwa sasa mimi nakuletea habari kuambia Felix Tshisekedi ako Beni na ako wapi? Ituri. Hii ni jambo nakuletea breaking news mara moja, na ukumbuke watu wangu, mimi nikiwa nakuletea habari zenye ziko harakati tayari, jua mimi nakuwa nikikuletea habari zenye umoja. Kabla nizungumze haya mengine,
Kumbuka leo tarehe 15, leo tarehe 15 watu wengi wanategemea kuona kabisa katika nchini Kongo. Kumbuka Amerika iliwekezaka viekezo nchini Rwanda nikapetea Kongo viekezo. Viekezo ni vigani watu wangu mjui? Kwa sababu watu wengi wanajua tu tayari jeshi la M23 ama jeshi la Rwanda lenye liko Kongo itabidi liondoke lirudi katika headquarter yao, lakini habari niko nazo ni hivi. Kumbuka Kongo ilipewa viekezo kuondoa wanajeshi hawa wa vichwa vya chama vya FDLR katika nchini Kongo. Hizo ndio mastaki Kongo. Rwanda ilistaki Kongo na mara moja Kongo nayo ikastaki Rwanda kama wanajeshi wanaokuja pigana nchini Kongo ni wanajeshi wa Rwanda. Kwa sasa Amerika kapeana viegezo kusema nini? Rwanda tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka wa 2026 mutakuwa mumeisha kuondoa wanajeshi wenyu katika nchini Kongo. Kongo nayo ikapewa viekezo kuondoa tarehe 15 wao tayari wamesha kuchukua wanajeshi wa FDLR wamejificha Kongo, wao wanarudi katika nchini Rwanda. Sasa kati la Kongo na kati ya Rwanda kwa sasa wale wote kwa sasa hakuna yote amekubali kutimiza viekezo hivyo. Kwa sasa Kongo imesema tayari hawana wanajeshi wa FDLR katika nchini Kongo. Hili ndio watu mjui. Na kwa sasa Rwanda nayo imesema hayo haiwezi kuondoa tayari wanajeshi wao katika nchini Kongo kwa sababu wako katika nchini Kongo kwa sababu ya kusiaka wanajeshi wa FDLR wako katika nchini Kongo. Na kwa sasa inabidi wazingatie eneo yote mpaka wote unaweza kuingiza wanajeshi hawa wa Rwanda, wanajeshi hawa wa FDLR katika nchini Rwanda. Kwa sasa hili ndio jambo FDLR tuliona katika ujumbe kiongozi huyu General wa wanajeshi wa Rwanda alizungumza kusema hakuna hawezi kuondoa wanajeshi hao kwa sababu hizi ni upande tayari hao wanaendelea kuweka vikingo na kuweka kitu inaitwa usalama katika muda huyu. Mashabiki zangu, hiyo ndio habari nimekuletea, lakini katika habari zingine nimepata leo kwa sasa kuna wanajeshi kutoka tangu jana usiku kuna wanajeshi wengi zaidi walijiondoa katika ndani wa headquarter ama kujiondoa ndani wa mji wa Bukavu, lakini hawajajiondoa, walionekana kwenye katika eneo zenye wakipitapita tu wakizunguka wanabeba mikoba. Yani unajua mikoba, mwanajeshi ni wale wanabeba mikoba zao kwa sababu wanajeshi inabeba wabebe vitu zao kwa sababu hajui hapo mbele kutendelea vipi. Kwa sasa raia population aliona kama kunakuwa kitu inaitwa changement tangu jana usiku, lakini tusikilize raia mmoja alizungumza na mwanangu mmoja katika mwanahabari wangu ndani ya sekta hapo Goma leo ni jana. Kwa sasa heri tumsikilize kabla nikuje kuzungumza haya mengine baadaye. Tumsikilize kwanza watu wangu. Huko hivi tu mzangu, si ndio nimekwambia hii tatizo ya mkada. Ndio nimeona msafara kabisa mrefu na kaoko liko na shuka mwenja kutoka kwa kwa ro kitoka kwa ro na shuka kanteve unaingia kusozame mpaka kwa plus. Gisi unaona wapo kwenye hali gani wakaoko? Kaoko hali nimeona huko, simekwambia nimeona na vitu wanafunga kwa magari matela wa mabonzi kwa nware kwa patapata hapo. Mawazangu ndio nikasema huko sasa kuna wanajideplace na tafa nini ile mambo ya kurudi mpaka kwa mpaka unaongelea hapo hapa kwa mpaka ya kwanza kutoka ndio sasa mawazo ile tu mimi naona wanafunga kwa matela budogo vitu manake wanabeba kwa vitu kabisa na msafara ingine hivi sasa niko kwa paroli hii sasa niko nakwambia msafara ingine mrefu kumigulu kabisa ya mrefu sana ya mrefu hawetiki hata mtu awasha tala ukiwasha tala ni problem. Sasa hivi usiku ndo biko wanapita hivyo ndio wako kumigulu kabisa wako na shughuli wanatoka kuplace kamata direction mobile na gisu unaona direction ni kuplace kwenda mpaka waende magambo ya frontiere ama unaona tofauti? Tofauti unaona hapa kwenye niko hapa kwa roho niliwatambukia wa kwanza wako
mwa wanaita Mantenye chini ya KTV. Hapa kwa wanaita SOS. Niko nimetambukia wa kwanza, bale wa kwanza banenda simamia hapa, abakushuka sasa pale ku lycée, abakushuka tena lycée. Unaona hapa chini ya nani, chini ya wapi huko hapa chini ya Sozame. Sozame hapo. Huko sasa fasi mwezi kwenye huko kuna nini hapo chini ya Sozame amba wapi? Chini ya Sozame. Tunakuuliza ni chini ya Sozame. Leo nakusikiza. Upana tatizo ya mtandao ama vipi? Ndio, unaacha nje kushuka kwa lycée. Huko sasa pale tunabashangania huko nje ya escalier, huko nje nashuka Wisder na ile escalier gani? Wisder unashuka sehemu ya chini. Tunakusikia. Nakusikia. Ndio kwa pale kutoka kale kanani ka istari pale. Kushuka tena njia ya kushuka polisi, bakacha njia ya polisi, bakashimama pale, bakashuka njia ya kushuka mule Wisder mule masomo mule chini bakashuka. Sasa tuwe kama bakitokea mule kama taenda ejo ile njia pale nashuka mpaka ku place nenda chumukia pale ku nani hapa ku place hapa ku ndio wanaita nini hapa kwenye wanafanyia mitingi wanapaitaka pale mwele rungwe pale ku mwele nyuma pale no hapa ku place okay pale ku tribune mkubwa ile njia ile skania nasikia tujiste pale ku tribune okay sawa sasa ndio mkubwa. Na kingine kenye uliona kutoka kwao ni nini tofauti na hiyo mfumo ya kushukia pale? Hakuna mfumo mwingine tofauti na ile mfumo, sikufuata ile mfumo juu bali balipita wakashuka kwa miguu apre pale ni hatukae kwa msafara mrefu kabisa. Tufungia njia umwe panda mimi nite juu pite na muhimu siku yote mfumo kama hiyo amkuwa mnaiona? Masiku hatukuwa naona mvumo iko saa ile. Antuke masiku zote hatukuwa na kuona ile mvumo. Okay. Sawa. Mashabiki zangu, asante sana. Mumesikia tayari ili jambo nikiendelea kuwatangazia na kuuliza kuambia hapa kwa sasa jeshi la M23 na kwa sasa walionekana katika jana msafiri muda wa jioni, kwa kweli wakifanya watu wengi unajua walikuwa wanafanya hiyo ilikuwa ni patrol, sio kusema walikuwa wanaondoka. Hili niwapeleka kwa sababu kuna watu wengine waliona agisi wa M23 walikuwa wanaweka mzigo hizo mikoba kwa Kiswahili zile mashakoshi. Sasa ile ni za wanajeshi. Kumbuka hizo ni mikoba ya wanajeshi, wakiwa tayari wanafanya patrol inabidi wawe na hizo mikoba zao. Kumbuka kila sehemu wanafika, hata kama ni mahali, kwa sababu wanajeshi akishaenda kwenye patrol sio kusema inabidi arudi kwenye anatoka, kwa sababu anaweza kufika mbele mambo inabadilika. Wanafanya nini? Hili ni jambo watu wengi walisubiri waone kama jeshi la M23 itabidi wafanye nini, waondoke katika sekta hili. Lakini habari zangu nimekuletea, bado hakuna yoyote tumesha kusikia mpaka kwa muda huyu, hakuna upande tujaona habari yote kusema kama tayari wahasi hao wamejiondoa katika masekta hizi zote zilikuwa zimezingatiwa. Lakini kitu kingine kinaendelea kusonga zaidi na ni jambo lingi linaendelea kusumbua watu kwa sasa. Habari yenye niko nayo niwarudishe kwenye taarifa zangu kwa sasa. Habari tuko nayo ni moja, habari yenye iko mambo imebadilika katika ndani ya Kalemi kwa sasa. Ndio habari imebadilika. Kwa sababu gani? Watu wengi wanaanza kulia kwa sasa, raia population kutoka upande wa Kalemi. Kwa sababu gani raia population wanalia? Kwa sababu wanajeshi wengi zaidi wameshikwa upande wa uko Kalemi
tayari wanasema kama ni wanajeshi wa M23 tayari walikuwa wameshaingia ndani ya sekta ya Kalemi. Hilo ndio jambo nimekuletea, lakini kwenye taarifa langu, kwa sababu mimi ni ule mtu sifate maneno ya kutokea upande huyu na kufuata, tunafanya kitu inaitwa analyze, tunakamata kitu inaitwa analyze. Kalemi, kumbuka Kalemi, serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC pamoja na jeshi la wazalendo, jeshi la Burundi pamoja na IBU walikuwa wamezingatia eneo zote zile za hapo Kalemi kwa sasa. Lakini katika habari zingine imekuletea hawa wanajeshi ama hawa watu wanaoonekana katika sekta hili walivyoingia katika sehemu hii walipitia katika kona gani? Hili ndio jambo watu wengi wanajiuliza, na mpaka kwa saizi hawajapata jibu yoyote kupitia muda kama huyu. Na kwa sasa kuna mengine tena nimezungumza na kukuuliza maswali 2 3 kuwauliza kwa sasa, kusema hivi kwa sasa, kama wewe unavyojua tayari nyinyi mliingia katika sekta hivi, sasa nyinyi mumepata taarifa kutokea upande gani? Unaniuliza vizuri, kwa sababu mimi nikiwa hapa naanza kupatia habari zangu, jua tayari mimi ni ule mtu mwenye nafanya kitu inaitwa, yani naangalia utofautisha vitu, kwa sababu siangalie vitu watu wanaonena ama vitu watu wanaozungumza, kwa sababu tunaangalia tayari kama hatua watu wameshikwa watu, kwa sababu ukiangalia watu wameshikwa ni 80 na kitu, watu 80 na kitu. Kama tayari mkijiuliza maswali watu wangu, kama unavyonielewa kwa sasa, kama hao wote walikuwa tayari ni rebel, tuseme kama ni wanajeshi wa FDLR, tafadhali kidogo, wanajeshi wa M23 walipitia njia gani? Hizi ndio kitu moja. Lakini mimi kitu nimekuelezea ni kwa sababu raia population wametueleza kusema hao watu wamekamatwa ni wale wenye walikataa kusikia masharti ya serikali, wale walitoa manguo zao, mavazi, tangu wanyang'anywa matelefone waende kwenye uwanja mapambano. Kumbuka saizi M23 inatumia silaha tofauti, kwa sababu kuna vita ilisababisha wanajeshi wamoja wa FARDC waliogopa. Kumbuka hili ni wapeleke wanajeshi wenyewe walikuja kwenye mapigano. Sasa hili ni kuambia kwa sasa vitu vimeharibika huko Kalemi. Wanajeshi walikuwa wanakuja ni wanajeshi kutokea eneo ya Kindu, unaelewa vizuri, wengine walikutokea eneo ya Katanga, huko ndio walikuwa kitokea. Lakini katika habari hizi nimekuletea kwa sasa habari yenye iko, wale wote walioshikwa karibu 80 na kitu, wao wote wanaitwa kama tayari ni wahasi, hivi ninavyokueleza kwa sasa. Lakini serikali nayo unajua inafanya uchunguzi, kwa sababu ya beaucoup de population. Kwa wale wenyewe wanaitwa wahasi, kuna raia population mainosa wako katika sekta hili. Lakini kumbuka serikali nalo inafanya kwa jambo lenye utaratibu, na inajua kwa kweli kama hawa ni wahasi watachukuliwa hatua, kama hawa ni raia wanaachia, kwa sababu kuna vitu utaulizwa. Lakini jambo lingine kumbuka, wasiangalie serikali kikuja kufanya uchunguzi isije kuangalia kwa sura, isije kuangalia kwa nani, kwa sababu kuna watu wengi wamezaliwa na aina tofauti, kwa sababu ile ni jambo nakueleza, kuna watu wamezaliwa kwa aina tofauti. Kwa sasa mnakumbuka kuna mchezaji wetu wa mpira anaitwa mchezaji wetu wa mpira wa Leopard, mliona mara moja alianza Musa, mliona mara moja alianza kupewa viekezo kusema yeye ni mwananchi wa Rwanda, yeye ni Mtusi, kwa sababu sura yake, muonekano wake, pua lake. Lakini kumbuka kupitia biografia yake tayari huyu mchezaji wa mpira huyu hakuna mahali anakutana na nchini Rwanda, kwa sababu yeye mwenye historia yake ni ndefu zaidi. Na ndio maana nimewaambia kama serikali itafanya mambo ya uchunguzi, inabidi siangalie sura, isiangalie rangi, iangalie hizi masharti zingine zenye zinaendekana. Familia wametolewa, familia yake waikague, lakini isiwe kukushika mara moja kama gisi walivyoshika vijana wetu wengine kutoka eneo ya uko Beni, mara moja wakaanza kuwaita hawa ni ma FDLR, gisi wengine ni watu fulani. Unaona hizo vitu zikakuja kuleta kwa kweli fitina, lakini wengine wahavu, wengine washi, kaleta changamoto. Lakini baadaye viongozi walikimbilia hiyo kitu, raia population wale wakaachiliwa. Lakini hangi kuwa serikali ama population, viongozi kutoka maeneo ya wale vijana hawangejitokeza kupitia sisi media. Tulitangaza hii, mimi nilitangaza hii habari karibu siku 4, natetea haki ya vijana hao wanaokumbatiwa, hata wale wamechukuliwa eneo ya Kalemi. Tayari hapa ndani ndio sikatai, kunaweza kuwa wahasi na kunaweza kuwa vijana kawaida, lakini na kuna wanajeshi wenyewe
walijikataa kwenda kwenye mapigano nao wamechukuliwa wakakamatwa kama tayari hao nao ni wamoja ya waasi, kwa sababu walikataa kutii sheria ya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kama unavyonisikiliza kupitia media Bugoma TV, endelea kusubscribe, like, comment. Hizo ndio sehemu nimekuletea habari zenye uhakika. Mashabiki zangu, uko wapi na tayari unielewe? Endelea kusubscribe moja kwa moja. Bye bye na Mungu awe pamoja na nyinyi.